Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Jamhuri mwa Vyombo akiwa Nairobi. Shukran Regina na karibu msikilizaji. Jeshi la Israel limesema limechukua 30% ya ardhi ya Gaza, wakidai ni kwa sababu za kiusalama. Pia wamekariri kuwa wanajeshi wa Israel watasalia katika maeneo hayo hata ikiwa hatimaye kutapatikana makubaliano ya kumalizika vita. Mashambulio ya Israel yamesababisha maelfu ya vifo na majeraha. Umoja wa Mataifa unakadiria zaidi wa Palestina nusu milioni sasa wamefurushwa kutoka maeneo hayo yaliyotekwa. Kiongozi wa Benki Kuu ya Marekani amesema maamuzi ya Rais Trump ya kutangaza ongezeko la ushuru wa bidhaa mara kwa mara yanavuruga mikakati ya kiuchumi, hasa mipangilio ya jinsi ya kudhibiti mfumuko wa bei na upungufu wa ajira. Mkuu huyo Jerome Powell amefafanua kuwa ushuru huo ni wa kiwango cha juu mno na huenda ukasababisha ongezeko kubwa la bei za bidhaa na kudumaza ukuaji wa uchumi. Kiwango cha ongezeko la ushuru wa bidhaa kinachotangazwa mara kwa mara kitaathiri pakubwa ukuaji wa uchumi na kusababisha mfumuko wa bei. Utafiti katika masoko ya kibiashara umethibitisha hayo, na kwa sababu kuu imebainisha ni maamuzi hayo ya matangazo ya kutangaza ongezeko la mabadiliko ya viwango vya utozaji wa ushuru kwa bidhaa. Jaji mmoja wa huko Marekani amesema kuna ushahidi unaoweza kuweka hatiani utawala wa Rais Trump kwa makosa ya kutotii amri za mahakama. Hii ni baada ya utawala huo kuendelea na hatua ya kuwaondoa kutoka Marekani wahamiaji wa Venezuela licha ya agizo la mahakama hiyo kusitisha zoezi hilo. Maafisa wa ikulu ya White House wanasema tayari ndege za kuwasafirisha wahamiaji hao zilikuwa zimeshaondoka kuelekea El Salvador, ndipo amri hiyo haikutekelezeka. Lakini jaji huyo anasema White House imedharau mahakama na sasa ametoa muda wa siku chache maafisa husika wajieleze vyema na kikamilifu, la sivyo wachukuliwe hatua za kisheria. Picha za satellite za hivi karibuni za huko kambi ya Zamzam nchini Sudan zinaonyesha kambi hiyo imeharibiwa kabisa kutokana na mashambulio ya kijeshi. Makundi kadhaa ya kutetea haki za kibinadamu wanasema mbali na mauaji, kundi la vikosi vya kijeshi vya RSF waliendeleza vitendo vya ukatili ikiwemo ubakaji, wakiliposhambulia na kuiteka kambi hiyo na kuwalazimu maelfu ya wakimbizi kukimbilia kwengine wakijaribu kuokoa maisha yao. Na Qatar imesema itatoa dola bilioni 60 kuisaidia jeshi la Lebanon lijiimarishe na kuleta utulivu na usalama nchini humo. Qatar inasema imechukua hatua hiyo baada ya makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano baina ya Israel na Hezbollah. Rais wa Lebanon ambaye anaitembelea Doha kwa mara ya kwanza wakati huu amepokea vyema hatua hiyo. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Jamhuri mwa Vyombo akiwa Nairobi, Kenya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Milele FM nchini Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu wa bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Kwa kuanza kile tulichokuandalia, Jaji Boasberg wa Marekani ameamuru kuanza kesi dhidi ya uamuzi wa utawala wa Rais Donald Trump wa kuwarejesha nchini El Salvador watu zaidi ya 200 mwezi uliopita kwa madai ya kwamba wanajihusisha na genge haramu la uhalifu la MS-13, ambapo sheria iliyotumika kutoa uamuzi huo imekosolewa na Jaji Boasberg. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Jaji Boasberg ameikosoa sheria iliyotumiwa na Rais Trump kwamba ni ya miaka 227 iliyopita na kwamba ilikuwa ikitumika wakati huo kulinda Marekani kwa kuchukua hatua kuwaondoa mamia ya watu hatari nchini humo ili wasihatarishe usalama wa nchi. Utawala unaweza kuzuia kupatikana kwa hatia dhidi ya mashtaka hayo ya kuidharau sheria au kujisafisha ikiwa tu watatoa maelezo ya utetezi kwa vitendo vyao vya kutoa amri ya Rais Trump aliyoitoa mwezi uliopita dhidi ya raia hao walioondolewa nchini humo
ameongeza Jaji Boasberg. Uamuzi huu wa jaji unakuja wakati ambapo mahakama ilikwisha tamka awali kwamba Rais Trump alipaswa kutumia sheria ya mwaka 1798 ijulikanayo kama Alien Enemies Act kuwaondoa raia hao kwenda El Salvador. Ikulu ya White House inasema mkazi huyo halali wa Marekani aliyefukuzwa na kupelekwa nchini El Salvador na utawala wa Rais Trump mwezi uliopita hataishi tena Marekani. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt amesema kuna ushahidi kwamba Kilman Abrego Garcia ni mwanachama wa genge la uhalifu la MS-13. Let me reiterate. Kilmar Abrego Garcia is an illegal. Acha nirudie kusema, Kilmar Abrego Garcia ni mgeni haramu mwanachama wa genge la MS-13 na gaidi wa kigeni ambaye alifukuzwa nchini mwake. Na wakati Kilmar Abrego Garcia alikamatwa, awali alikuwa amevalia sweta lililoziba masikio na mdomo, na picha za fedha kwenye sweta hilo zinaonyesha midomo na masikio ya marais mbalimbali zilizochorwa kwa rangi ya fedha. Hii ni ishara ya genge la MS-13 linavyojitambulisha. Abrego Garcia pia alikamatwa na wanachama wengine wawili wanaojulikana kwa genge la MS-13, na majaji wawili tofauti waligundua kuwa Abrego Garcia alikuwa mwanachama wa genge la MS-13 na kwamba matokeo hayajawahi kupingwa. Was a member of MS-13 and that finding has never been disputed. Upande wa utawala wa Rais Trump wameendelea kushikilia msimamo wao kwamba rais alikuwa sawa kabisa kuwaondosha raia hao akiwemo Abrego Garcia, na kuwa Rais Trump analenga kukomesha ugaidi na uhalifu nchini Marekani. Ni taarifa yake Leonard Mubali. Jeshi nchini Israel limesema limechukua 30% ya ardhi ya Gaza kwa ajili ya eneo la usalama, na linasisitiza kuwa wanajeshi wa Israel watasalia mjini humo hata baada ya makubaliano yoyote ya kumalizika kwa vita. Tangu kuanza tena kwa mashambulizi yao mwezi uliopita, majeshi ya Israel yameunda kile walichokiita eneo la usalama ili kuzuia mashambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Hamas. Kwa upande mwingine, kundi la wanamgambo wa Kipalestina Islamic Jihad limeachia video inayomuonesha mateka akiomba serikali ya Marekani na Israel kusaidia kuachiliwa kwake. Beldin Waliaula na taarifa zaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema wanajeshi wa Israel watasalia eneo la Gaza, Lebanon na Syria, huku wanajeshi hao wakiendeleza operesheni za kijeshi. Waziri huyu amesema tofauti na awali ambapo wangeondoka maeneo ambayo tayari wamemaliza operesheni yao. Katika taarifa walioitoa hapo jana, waziri huyu amesema wanajeshi wa Israel watasalia maeneo ambayo wamewahi kufanya operesheni ya kijeshi ili kuendelea kuilinda Israel dhidi ya adui katika jamii ya Gaza na Syria. Jeshi la Israel limesema limedhibiti 30% ya eneo la Gaza na kuligeuza kuwa eneo la kiusalama baada ya kurejelea mashambulizi mapya tarehe 18 mwezi Machi, miezi miwili tu baada ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la Hamas. Waziri wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na mashambulizi dhidi ya Hamas hadi warejeshe nyumbani mateka 59 ambao bado wanazuiliwa na kundi hilo. Kundi la Hamas nalo limesema halitawaachilia mateka wote hadi Israel itakapokubali kuondoa wanajeshi wake eneo la Gaza na kupatikana kwa suluhu ya kudumu. Israel imesema lazima iendelee kudhibiti maeneo kiusalama eneo la Gaza ili kuzuia tokeo kama lile la Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo Hamas iliwashambulia Israel na kuua zaidi ya watu 1000 na kuwateka wengine 250. Netanyahu pia amesema atatekeleza pendekezo la Trump la kutafutia makazi mapya wa Palestina katika mataifa mengine, hatua aliyoitaja kwa uhamisho wa hiari. Ni taarifa yake Beldin Waliaula. Mkuu wa Benki Kuu ya Marekani amesema kwamba ushuru uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump huenda ukahatarisha malengo yake ya kudhibiti mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho Jerome Powell amesema ushuru huo ni wa juu kuliko ilivyokadiriwa na huenda ukasababisha kuongezeka kwa bei na kushuka kwa ukuaji wa uchumi. Kiwango cha ongezeko la ushuru wa bidhaa kinachotangazwa mara kwa mara kitaathiri pakubwa ukuaji wa uchumi na kusababisha mfumuko wa bei. Utafiti katika masoko ya kibiashara umethibitisha hayo, na kwa sababu kuu imebainisha ni maamuzi hayo matangazo ya kutangaza ongezeko la mabadiliko ya viwango vya utozaji wa ushuru kwa bidhaa.
Kwenye soko la kimataifa la hisa Wall Street, viashiria vikuu vya soko la hisa vimeshuka baada ya maoni yake vikiongeza hasara zilizokuwepo awali. Hisa za kampuni ya kutengeneza vipuri vya AI Nvidia vimeshuka kwa zaidi ya 6%. Dow Jones ni ya mwisho ikiwa imeshuka kwa zaidi ya 1.7%.